Naam, Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji ambaye unanitazama kupitia ukurasa wetu wa Instagram, lakini pia Facebook, lakini pia channel yetu ya YouTube channel kwa jina la Umoja Daima Media. Leo niko usharika wa Kware na niko na vijana hapa. Tunafahamu mwezi wa sita kila mwaka kunakuwa na juma la vijana kwenye mwezi wa sita. Na mwezi wa sita kunakuwa na vitu mbalimbali ambavyo wanavifanya vijana, vishirikishi, michezo, semina mbalimbali na vitu mbalimbali ambavyo vinahusisha kumtumikia Mungu katika kanisa. Leo niko na vijana hapa usharika wa Kware. Wana nini cha kuniambia hapa? Tunazungumzia huu mwezi wa sita ambao ni mwezi wa vijana. Wao kama vijana wa usharika wamejiandaaje kwa mwezi huu wa sita? Bahati mzuri kwenye jopo ile ambao naliona hapa la vijana, niko na viongozi lakini pia niko na wale wajumbe mbalimbali wa kukamilisha lile grupu la vijana katika usharika huu wa Kware. Nianze kwanza na mwenyekiti, nikukabidhi hapa. Nikukabidhi hapa maiki hapa. Mwenyekiti, kwanza jitambulishe kwanza ili mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi ajue ni jina lako ni nani, lakini pia tumejiandaaje mwezi huu wa sita kama mwezi wa vijana kwa usharika huu wa Kware? Asante sana, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Boazi Ezekia Munisi, ni mwenyekiti wa vijana usharika wa Kware. Nimshukuru kwa swali na kwamba kwa mwaka huu kwa uzinduzi wa mwezi wa vijana sharikani, kama mwenyekiti na kama jopo la viongozi wa vijana na vijana wote kwa ujumla, tumejiandaa kwa mambo mbalimbali ambayo tumewekewa kijimbo kidayosisi pia. Kiukweli tumejiandaa kwa michezo na mambo mbalimbali. Kipekee tunatamani tuwe na michezo kwa sababu michezo ni afya, michezo ni ajira pia. Michezo tunafahamu michezo iko namna mingi. Mchezo wa mpira wa miguu, mchezo wa football, wa netball, mchezo wa volleyball. Mtakuwa mchezo ambao unazungumzia ni mchezo upi? Mpira wa miguu, mpira wa mikono au netball, au unazungumzia michezo gani katika mwezi huu? Asante. Tunategemea kwa kuwa tuna miundombinu ya viwanja, tutafanya michezo ile ambayo tunaimudu. Kwa mfano mpira wa miguu tutacheza kwa kuwa kiwanja kipo. Hii mingine tutafanya kama kukimbiza kuku, tutafanya kukimbia na gunia, ile michezo ambayo tutaiweza. Tutajaribu hata kutunga uzi kwenye sindano, ile ambayo itasababisha vijana wakae kwa pamoja na kufurahi kwa ajili ya mwezi wa vijana. Sawa mwenyekiti, labda umpe mic ambayo yuko karibu yako hapo, jirani yako. Asante sana. Umesikia mwenyekiti amezungumzia hapo kwa habari ya kwamba mwezi wa sita bwana michezo itakuwa mingi. Katika michezo ambayo amehitaji mwenyekiti, wewe kama wewe mchezo upi ambao unahisi mimi huu mchezo lazima nitaushiriki huu? Mimi ni mdau mmoja wapo wa michezo, kwa hiyo michezo yote iliyotajwa hapo mimi naweza kushiriki yote. Kwa kukimbia na gunia sawa. Naweza. Michezo huko naweza, football ndo mambo yangu. Namba ngapi football? Naweza namba 10. Okay, sawa, mpe wiki ambaye yuko jirani yako hapo. Michezo ambayo amehitaji mwenyekiti, labda mchezo gani ambao unaweza ukashiriki? Kwa upande wangu kwa michezo aliyoitaja hamna. Haupata moja. Haupo. Hata kukimbia na gunia? Hamna, kuna ambao hajautaja ningeweza kushiriki. Hebu tutajie ambao labda mwenyekiti ameusahau. Ingekuwa kuna netball ningeweza kushiriki. Kwa ni mzuri sana kwenye netball. Ndio. Okay, sawa. Mwenyekiti, tena na swali kwa upande wako, labda mrudishe mwenyekiti. Umesema umejipanga kwa habari ya michezo. Kitu kingine pia natamani kuweza kusikia kitu gani kingine ambacho mmejipanga nacho kwa mwezi wa sita? Kwa kweli tumejipanga kwa mambo mengi. Kwanza kuna kujisomea kitabu cha Esther. Tutakuwa na muda wa kujisomea kitabu cha Esther. Tutakuwa pia na mashindano ya kukariri mistari ya Biblia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tumejipangia. Pia tuna mpango wa kwenda kutembelea watoto yatima ambayo ni ziara ya udiakonia katika kituo chetu cha Kimashuku. Kwa hiyo tuna mambo mengi ya kufanya. Kwa mwaka huu tutaenda extra mile, tutapanda miti kwa ajili ya kuboresha mazingira. Kwa hiyo mambo ni mengi sana tutayafanya, ni wakaribisha na wenzangu tuweze kushare kwa pamoja. Okay, sawa. Labda nikusaidie hapa, maana najua katikati yetu tunaye mtheolojia hapa na yeye ametulia hapa. Nikukabidhi mic hapa mtheolojia, karibu sana. Kwanza uko vizuri? Mwezi wa sita, mwezi wetu wa vijana. Lipi ambalo umejipanga nalo kama mtheolojia na kama kijana katika ushirika huu wa Kware? Katika mwezi wa vijana? Mike sogeleza kidogo. Tumejipanga kikamilifu kwamba mwezi usipoe. Mwezi huo wa moto kweli kweli.
kama alivyosema mwenyekiti, michezo mbalimbali. Lakini pia sio kujengeka tu katika afya ya kawaida ya mwili, lakini afya ya kiroho pia. Tunategemea semina mbalimbali, tunategemea kujifunza kitabu cha Esther kama alivyosema, na programs nyingine kama kukariri, kujifunza mistari ya Biblia, kuweza kukaa vizuri, kijana awe strong kiroho na kimwili pia. Lakini pia tunategemea katika mwezi huu wa vijana tutakuwa na mambo mbalimbali ambayo yatakayofanya vijana kushiriki katika kanisa. Kama alivyosema, program mbalimbali kama vile kuandaa mashairi, maigizo, ngonjera ni vitu muhimu sana tunategemea ambao vijana wanavitumia kuelimishana na kuelimisha jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tumejipanga vizuri. Labda kwa upande wako kama mtumishi wa Mungu, labda changamoto gani ambazo unaziona za vijana wa leo ambazo zinawafanya wasitumike vizuri katika kanisa? Changamoto zipo nyingi. Changamoto mojawapo ni ile kwamba vijana kutokutambua nafasi yao. Lakini pia changamoto nyingine ni vijana kujidharau. Kuna mtu mwingine ambaye anaona kwamba nikiwa naenda kanisani watu wanaona mimi ni wa namna gani, wanaweza kuchukulia kama huyu mtu amepitwa na wakati. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zipo. Lakini pia katika ulimwengu wa sasa unakuta mwingine anaona kwamba nisipoenda kanisani ninaweza nikaingia kwenye mtandao nikaangalia ibada ikaisha, lakini tunaambiwa tukusanyike pamoja. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zinakuwepo kwa vijana, lakini tunaamini kupitia mwezi huu wa vijana tutaweza kutengenezana vizuri na tukae kwenye mstari. Nikushukuru. Labda tumpe mic hapa rafiki yetu, naona ametulia kuliko anasema bwana mic nifikii bwana. Labda katika changamoto ambazo amezitaja Mferujia, unakuta mtu anakuambia leo hii ukaipe ngonjera pale mbele. Ukasema msala moyo unazingua, unamwambiaje? Kusema hivyo ni kuwa na uvivu katika kulitumikia kanisa pamoja na Wakristo kiujumla. Lakini kwa kijana Mkristo hilo ni swala dogo kwa upande wake. Kwa hiyo ni hivyo, ni kuhimizana na kuwa na ule moyo wa kujitoa. Sio kuimba mashairi au kusema mstari wa moyo, sio swala la kujidhalilisha, hapana. Ni kitu ambacho kinaimarisha imani zetu na kukaribisha ushirika wa karibu na Mwenyezi Mungu. Okay, sawa. Labda dada yangu, katika vishirikishi vyote ambavyo vimetajwa, kipi ambacho unaona kabisa hichi kishirikishi hichi kweli mimi siwezi kukosa hapa? Kwenye upande wa michezo. Kukimbiza kuku. Kwenye huo upande mimi sitakosekana kabisa. Hivi mtu akimbiza kuku akimpata ni wa kwake? Au tupe mwenyekiti ajibu hilo. Naomba hilo swali mwenyekiti anisaidie kujibu. Afa kurudisha mic, si ndio? Mwenyekiti, hebu tuambie, mtu akimbiza kuku akimpata, yule kuku ni wa kwake? Asante sana, inategemea na sisi tulivyokubaliana, lakini tutakuwa tumeweka zawadi kwamba ukishamkamata yule kuku basi utapewa zawadi, kuku atarudi, lakini inategemea tutakavyokubaliana. Ukimkimbiza, ukimkamata, inawezekana atakuwa kwako, inategemea tutakavyokubaliana. Ukimkamata supu nyumbani? Sasa dadangu anasema hata kukimbiza kuku. Hebu tuambie siri ya kukimbiza kuku ni nini sasa? Au kwa sababu utasikia ukishamkamata atakuwa na kwako? Siri ya kukimbiza kuku? Mimi naona ukikimbiza kuku faida yake itakuwa kwako. Kwa hiyo wewe shida yako unataka ile kuku. Ndio. Si ndio? Ndio. Kwa mchezo ambao utashiriki katika michezo yote ni kuku tu. Ndio. Kiboko. Kwa hiyo kukimbia na gunia na mchezo mwingine yote wewe? Hapana. Ni kuku tu. Ni kuku. Hebu mwambie jina lako, je, naye atakimbiza kuku? Je, na wewe utakimbiza kuku? Mpe wewe kabisa. Kwa nini utakimbiza kuku sasa? Kwa upande wangu swala la kukimbiza kuku litakuwa ni gumu. Kwa nini? Cha kwanza sina mazoezi ya kukimbia. Hiyo ni sababu kubwa. Unahisi kupiga mseleko pale na kwa mambo mengine? Mwenda yaani kukimbia kwa kumkimbiza kuku ni mbio tofauti. Kuna zile za kawaida, ila kwa kumkimbiza kuku inahitaji uwe kasi zaidi. Kwa hiyo kitu ambacho kinahitaji mazoezi pia. Okay, sawa. Naomba basi kila mmoja azungumze neno moja tunakoweza kumaliza hapa kuelekea mwezi huu wote wa 6 kama mwezi wetu vijana. Una nini la kusema kwa vijana wenzako ambao wanatutazama sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii hapa? Unaweza kuambia neno moja tu la mwezi huu wa kwetu, mwezi wa 6. Tuanze na mwenyekiti pale. Neno moja tu la kumalizia hapo, waambie mwezi huu wa 6 una nini la kuambia kwa mwezi wetu wote kama vijana? Asante. Mimi ninachopenda kuwashauri vijana, tutoke huko duniani, tumrudie Mungu. Tuangalie kamera pale. Tutoke huko duniani,
tumrudie Mungu, kwani Mungu ndiye anayetulinda. Mungu anatupa neema, hii neema anayotupa tuitumie. Asante. Tumpe kakangu hapa mzee wa football. Nashukuru pia, na mimi napenda kuwaambia vijana huko hasa kwamba tuje kwenye ibada, tushirikiane na vijana wengine, na sio siku ya Jumapili tunaona ni siku ya kokota. Hata Biblia imeandika kwamba siku ya Jumapili ni siku ya kuabudu na sio siku ya kokota. Hata ukiokota utaweka kwenye mfuko ile toboka, au utaokota ambacho sio siku yake, ambacho sio sahihi. Kwa hiyo tunaomba tushirikiane ili tuendelee kusongesha ile gurudumu la vijana na tuweze kupiga hatua kimaendeleo ya kanisa na kwa mtu mmoja mmoja. Dadangu hapa ambaye unasema unacheza mchezo gani vile? Netball. Okay, sawa. Kwa upande wangu mimi nawashauri vijana, kwa kuwa mwezi ni kitu ambacho kinatokea mara moja kwa mwaka. Tujitahidi kuutumia mwezi huu vizuri, tubadilishe. Ili tuweke kitu ambacho ni alama, yani kila mwaka inapotokea tuwe tunaonekana na tumefanya kitu cha mfano ambacho kinakuwa ni ukumbusho hata kwa vijana wajao. Okay, sawa. Dada wa kukimbiza kuku. Kwa upande wangu mimi nasema vijana tuwe na muhemko wa kushiriki ibada. Maana bila kutengeneza mambo yako ukiwa kijana, hata ukiwa mzee bado itakuwa ni changamoto sana kwako. Okay, sawa. Kaka yangu hapa napenda kuhamasisha kwamba wa vijana wapende kuhudhuria ibada, na pia katika mwezi huu huenda mwamko wa vijana ukawa ni wa kiasi kikubwa, lakini isiyo ni mwezi huu tu bali na miezi mingine inayokuja ambayo haihusu juma la vijana. Asante. Sawa, kangu mtheolojia hapo. Ninapenda kuwatia moyo vijana kwamba tukishikamana na Mungu na Mungu atashikamana na sisi. Asante. Okay, sawa, mimi niwashukuru sana. Leo nimeweza kuongea na nyinyi kwenye kipindi cha Mwelekeo hapa shirika ya Kware kama vijana. Sasa nachotaka hapo wote tunyanyuke wote kwa pamoja, tukishanyanyuka hivi tunapana mikono afu tunasema wote tuwe na umoja. Kila mtu amshike mkono mwenzake tu, ambaye unamweza unampa mkono, nani ambaye mbaki ya wote okay, nani mbaki nataka ndio baki wote tu. Okay. Tushikane kwanza mikono, Kila mtu amshike mwenzake. Tukae hivi. Alafu sasa useme wote tuwe na umoja, si ndio? Tunaweka mikono juu, si ndio? Haya, 1, 2, 3, wote tuwe na umoja. Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment.